Wasikilizaji wapenzi, hata watazamaji wa Kivu News Today TV, mara tena tunawakaribisha. Leo tuko katika mji wa Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni mji ambao ulikuwa ukiweka wanajeshi wa SADC au wa SAMIDRC ambao walikuja katika ujumbe wa kuweza kuleta amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni katika mikataba mbalimbali iliyoendeshwa ndani ya vikao kadhaa vilivyoendeshwa huko Tanzania, ambako serikali ya Kongo hapa awali iliweza kuomba msaada kwa nchi ambazo zinaunda SADC ili iweze kuwaletea wanajeshi ambao watawasaidia kutamatisha vita na kupiga wasi wa M23 hadi pale ambao walikuwa wakimenyana na serikali ya Kongo. Wakati SADC ilifika hapa mjini Goma, iliwahi kuendelea katika eneo mbalimbali ambazo serikali ya Kongo kupitia jeshi lake FARDC lilikuwa likitwangana vikali na wanajeshi wa M23. Kwa hiyo sasa, baada ya wanajeshi wa FARDC kuweza kuondoka hapa, wakati M23 iliweza kujikabidhi mji wa Goma, wa askari wa SADC hao walibaki katika mji wa Goma. Wamoja walienda katika siku zilizopita, lakini hadi leo kulikuwa wanajeshi wengine wa SAMIDRC ambao walikuwa wakipatikana katika mji wa Goma. Hii siku ya leo tarehe 29 za mwezi wa Aprili ndipo wanajeshi wamoja wa SADC waliweza kuondoka katika mji wa Goma. Kumbuka kwamba hapo mbeleni jeshi la AFC M23 liliwahi kuwa na mkataba wa kuweza kusaidiana na uongozi wa SADC katika lengo la kuweza kutamatisha kazi kwenye airport. Iwa viongozi wa SADC walikuwa wakiomba kwamba wanajeshi wao ambao wangali katika mji wa Goma waweze kurudi katika nchi zao, lakini kupitia kwenye uwanja wa ndege wa mji wa Goma. Lakini hiyo haikukubalika vizuri, kwa sababu wanajeshi wa SADC walishutumiwa vikali na M23 ya kwamba wanachangia sana kwa kupaa mnara kwa usalama mdogo katika mji wa Goma, hasa zaidi na katika eneo zingine ambazo zilikuwa zikidhibitiwa na M23, na hiyo ikasababisha kuvunjika kwa mikataba hiyo ambayo serikali ya M23 iliweza kuwa nayo na viongozi wa SADC. Hiyo hapo sasa M23 iliagiza wanajeshi wa SADC kuweza kuondoka katika mji wa Goma haraka iwezekanavyo, na hiyo ingepaswa kufanyika kupitia njia ya kupita katika nchi ya Rwanda. Kwa nini viongozi wa SADC walikataa wanajeshi wao hapa wali wapite Rwanda? Ni kwa sababu SADC ilikuwa na partnership nzuri na serikali ya Kinshasa, na hiyo imeleta vikwazo vingi na ikaleta vurugu kadhaa ili SADC iweze kuitika kwamba wanajeshi wao wapite katika nchi ya Rwanda. Lakini leo hii siku wanajeshi wa SADC hao ambao walikuwa katika mji wa Goma wamerudi katika nchi zao wakipitia ndani ya nchi ya Rwanda, kwa sababu ndiyo njia pekee ambayo ilikuwa ikibaki, na hiyo imesababishwa na mashtaka ya M23 ambayo ilisema kwamba hao wanajeshi wa SADC ambao walikuwa wakiwa katika mji wa Goma wanatoa changizo kwa kupaa mnara kwa usalama mdogo. Wanajeshi wa SADC walipita katika nchi ya Rwanda kupitia mpaka wa La Corniche hapa mjini Goma, na hiyo imeleta watu wengi kuwaza mambo mengi sana. Wamoja wakisema eti labda hii italeta changizo sana kwa makubaliano mbalimbali na mazungumzo, hata na hiyo partnership kati ya SADC na nchi jirani ya Rwanda itaendelea. Lakini wengi wakasema kwamba hiyo imeleta mgawanyiko kati ya SADC na jeshi la M23, kwa sababu M23 iliwahi kusimamisha kazi kuweza kutayarisha uwanja wa ndege wa hapa mjini Goma ambapo wanajeshi wa SADC wangepaswa pita. Hakuna kitu tunafanya.
Sasa ni vigumu kujua ni wanajeshi wangapi wa SADC ambao waliondoka hapa Goma kupitia mpaka wa La Corniche, lakini habari za leo ni kwamba wanajeshi wa SADC wale ambao tunawaita Wastamid DRC wameondoka katika mji wa Goma. Hayo yote yamekuwa chini ya uongozi wa M23 hata na Alliance Fleuve Congo ambao hadi sasa wanajikabidhi mji wa Goma na mji wa Bukavu. Hapo ni Kivu ya Kaskazini hata na Kivu Kusini. Jimmy Shukrani Bakomera, Kivu News Today TV.